Karibu sana kwenye channel hii ya Hisia Maishani, na kuletea mada inayosema acha kufuata ndoto isiyo yako. Acha kufuata ndoto isiyo yako. Mtazamaji, nakuletea video hii kutoka kuonyesha vitu ambavyo watu wengi wanakosea maishani, alafu wanalaumu watu wengine kwa sababu wanaona kwamba watu wengine wamechangia katika ugumu wa maisha yao. Naposema kwamba acha kufuata ndoto isiyo yako, ni rahisi sana kutamani kuwa na gari kwa sababu rafiki yako ana gari. Ni rahisi sana kutamani kuwa maarufu kwa sababu Diamond ni maarufu, au sijui Alikiba, sijui nani au Nandi ni maarufu. Ni rahisi sana kutamani kuwa maarufu. Unatamani kwamba bwana, nataka niwe kama Nandi, nataka niwe maarufu kama mtu fulani. Sio kitu kibaya, lakini je, hii ndio ndoto ambayo aliyeumba mbingu na nchi amekuwekea katika maisha yako? Sasa watu wengi wanalaumu watu wengine kwa sababu hawajui jinsi gani ya kuendesha maisha yao ili waweze kuyafurahia maisha yao. Utakutana na mtu ambaye anafuata ndoto ya mtu mwingine, atafanikiwa kweli kupata kile ambacho anakitamani, lakini hata kuwa na maisha ya raha, na si ajabu atakufa haraka. Hebu fikiria, huyu ni askari, captain, anatoa silaha kuwapa watu waende wakalinde watu wasiende kwenye maandamano tarehe 9 mwezi wa 12. Alafu katika kutoa silaha, ile silaha inamlipukia. Amekosa nini? Bwana, nizungumze hili. Upende usipende, kuna ulimwengu mwingine unaoathiri maisha yetu hapa duniani, kama vile samaki. Samaki akiwa ndani ya maji hajui kwamba kuna dunia nyingine huko. Kwa hiyo ataona nyama inaelea, kapanda kanyama kanaelea, hajui kwamba kuna ndoa na mle imewekwa, akila itamvua, atamtoa nje. Hajui. Kwa hiyo upende usipende, kuna ulimwengu mwingine. Ndio maana tunasema tuna roho, tuna mwili na nafsi. Sasa kama unaamini, na hii imeandikwa hata kwenye Biblia vile vile, kwamba kuna wachawi. Mchawi ataingia ndani ya nyumba yako, atafanya anavyotaka. Anaweza katengeneza mambo yake huko, ukajikuta umekuwa chizi au kwa unaumwa. Hayo yapo. Sasa basi, naomba nisikilize. Nasema acha kufuata ndoto ya isiyo yako. Ni muhimu sana upate mwongozo ndani ya nafsi yako ya kufuata ndoto halisi ya maisha yako. Hebu fikiria, huyu ameoa mwanamke, ameamini kabisa kwamba nimependa, ameoa mwanamke, lakini baadaye anakuja anajuta, ningejua nisingemuoa huyu mwanamke, au ningejua nisingeolewa na huyu mwanaume. Nini amefuata nini? Mpaka kwa nini amekosea? Si anazo akili. Kwa nini asichague mwanamke ambaye hatamsumbua? Na kama anamsumbua, mwanamke anamsumbua, afanye nini kurekebisha mambo? Hebu nisikilize ndugu mtazamaji. Hivi naposema acha kufuata ndoto yako, la kwanza ambalo unapaswa kulifanya ili kabisa usifuate ndoto ya mtu mwingine ni kuwa mwaminifu kwako mwenyewe, au kwa maneno mengine, kujipenda mwenyewe. Kwa mfano, nakuja kwenye pointi ya kuwa mwaminifu kwako mwenyewe. Iwapo wewe mwenyewe huwezi kusimamia maneno yako wewe mwenyewe, huwezi kuyasimamia. Unamwambia mtu saa 5 tukutane mahali fulani, alafu saa 5 haujafika na wala hujamtaarifu. Maneno yako mwenyewe yamekushinda kuyatimiza. Kwa nini utarajie watu wengine watimize ya kwao? Maneno yako wewe mwenyewe. Ndio hapo unapojiponza, kwa sababu umeshindwa kusimamia maneno yako wewe mwenyewe. Umeshindwa kusimamia ahadi zako wewe mwenyewe. Utajikuta kwamba ndani ya moyo wako unakuwa na wasiwasi, unashindwa kuamini watu wengine, kwa sababu wewe mwenyewe hujiamini. Kwa sababu wewe mwenyewe unajidanganya kwamba unamwambia mtu saa 5 tukutane, lakini saa 5 kule unakuwa hujafika pale na una mpango wa kuwahi. Hapo ni uthibitisho kwamba wewe mwenyewe hujiamini, wewe mwenyewe hujithamini. Kwa hiyo tayari hapo, kwa sababu wewe mwenyewe hujiamini, utaanza kukopi ndoto za watu wengine ambayo huko mbele itakuletea madhara. Kweli watu duniani watakuona unafanikiwa, una gari, una nyumba ya gorofa, una nini na nini, lakini moyoni mwako huna raha.
mawasiwasi yamejaa tele, mahasira, mawivu. Nakuta mtu kaka mmoja kafariki. Sawa, kafariki. Yaani mtoto wa mwisho huyo mama. Kaugua tu kitu kidogo tu, aenda hospitali. Mchungaji mwingine naye hivyo juzi kafariki. Tumbo tu ndani, kichwa, anapewa ugando. Hajamaliza hata wiki, kafa. Very young. Sasa nakwambia hivi. Unapoanza kufuata ndoto za watu wengine bila kufuata ndoto yako wewe mwenyewe ambayo aliyeumba mbingu na nchi amekupangia, nakwambia utakuwa na majuto mengi sana. Usilaumu watu. Usilaumu mtu yoyote yule. Hata kama alikufanyia nini. Hata kama alikufanyia nini. Yule mtu alikufanyia jambo mbaya, wala hana ubaya wote. Sawa, hana ubaya wote kwako. Kwa sababu gani? Aliyeumba mbingu na nchi ana nguvu kuliko yule aliyekufanyia ubaya. Kwa nini nakwambia hivi? Unapokutana na jambo baya, gumu, ni kweli limekuumiza. Ni kweli kabisa. Ni kweli katika hali ya kibinadamu, ni kweli mtu amekosea, amekutukana na alikuwa hustahili kukutukana. Amekuacha lakini alikuwa hustahili kuacha. Hakukusaidia lakini alikuwa na uwezo wa kukusaidia. Kweli kabisa. Lakini hiyo ni ishara kutoka kwa yule aliyeumba mbingu na nchi kwako, kwamba mwelekeo unaochukua sio sawa sawa. Nimemtumia huyu kama breki. Unaona, nimekutumia huyu kama breki kukupa mwelekeo tofauti wa maisha, ili ndoto yako halisi itimie. Sasa wataalamu wa haya mambo wanasema hivi, hakuna jambo baya hapa duniani. Kuna science inaitwa science of chaos. Kama unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google tafute. Inaitwa science of chaos. Yaani kila kitu kina mpangilio wake, yaani kina lengo zuri, lakini kwa sababu katika akili yako wewe unaona kwamba hili ni baya, lazima ni mchinje huyo mtu aondoke hapa duniani, nimpeleke mahakamani, nimfunge, akome. Hiyo ni hali ya kawaida. Lakini ukitaka kufuata ndoto yako iweze kuwa na mwelekeo mzuri, ikawa vile inaelea kama mbao kwenye mto wa maji. Unaona mto wa maji, mbao inaelea tu. Haina wasiwasi, inaelea. Sasa kuna mto wa maisha ambao inapasa ibebe ndoto yako. Kwa hiyo cha kwanza cha msingi sana, ili uepuke kufuata ndoto za watu wengine, jiangalie wewe mwenyewe. Ni kwa kiasi gani unajiamini? Ni kwa kiasi gani unajipenda wewe mwenyewe? Unapojipenda wewe mwenyewe, unajifunza kuweka mipaka. Usiendeshe kwa hofu. Ili uweze kufanikiwa kuipata ndoto yako, kuitimiza ndoto yako, usiendeshwe kwa hofu. Naomba nisikilize. Unapoishi maisha ya hofu, tayari unazuia yule aliyekuwekea hiyo ndoto, sawa, aliyekuwekea hiyo ndoto ndani ya moyo wako asikuongoze. Yaani kama vile antena, sawa? Antena ya dishi la Azam, la Star Times inaleta mawimbi. Kuna channel ambazo kwa zinapaswa uchague, nataka channel ya TBC au ya BBC au ya CNN au ya Al Jazeera, unachagua. Sawa? Kwa hiyo ndoto yako ile ina channel yake. Sasa hii channel yake imeunganishwa na aliumba mbingu na nchi, ambaye amekupa hiyo ndoto ndani ya akili yako, ndani ya moyo wako. Sasa wewe unafungua channel za watu wengine, unategemea kwamba ndoto yako yatimia. Haitatimia. Hautakufa kabla haijatimia. Haleluya. Utakufa kabla ndoto yako haijatimia, au utawaachia ndoto yako wengine. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba una channel ya kukuunganisha na yule aliyekupa hiyo ndoto. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kuchannel frequencies. Remote yako ni moyo wako. Unapokuwa na wasiwasi, ile remote yako imeharibika. Maana haiko sawa. Ndio maana kunakuwa na wasiwasi. Maana remote yako haiwezi kufungua channel vizuri. Moyo wako ndio channel na ni remote. Sawa? Sasa unapokuwa na wasiwasi, mashaka, kwa sababu hujiamini, umeshadanganya wengi sana. Unafikiri mimi nitadanganywa. Usaibia wengi sana. Kwa hiyo unafikiri mimi nitaibiwa. Unakuwa na wasiwasi. Tayari umeharibu nini? Remote yako. Kwa hiyo huwezi kupata channel.
Kwa hiyo unasema jinsi gani unajiharibia. Kwa hiyo kwa maneno mengine lazima uanze kujiuliza, hivi huu wasiwasi unatoka wapi? Kwa nini na wasiwasi? Kwa nini naogopa? Kwa nini naogopa? Ndio ujiulize, kwa nini naogopa? Lazima uanze kupigana vita na ile hofu ndani ya moyo wako. Inakuzuia kutumia remote yako vizuri. Ili ukapata ndoto yako, channel ya ndoto yako. Unaweza kuona? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu katika maisha haya. Uwezo wa wewe kufanikiwa ni mkubwa sana. Sio kufanikiwa tu peke yake, kufanikiwa na kuishi maisha ya raha siku zote, ukawa una furaha kama mimi. Uwezekano huo upo. Sio kama magumu hayapo, lakini jinsi gani yale magumu unayatengeneza yawe kama vile ngazi yawe kwenda kwenye ndoto yako, ufikie ndoto yako. Kwa sababu akili yako imechanganywa na wasiwasi na nini na nini, unaona yale magumu kama vile ni kikwazo. No, zile ni ngazi. Aliomba mbingu na nchi, amekuwekea hizo ngazi. Sasa ujue jinsi gani ya kuipanda hii ngazi. Kama ni mfupi, tafuta debe ukanyage debe upande kwenye ngazi. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Kuna kitu kingine napenda kusema hapa. Sawa. Huwezi ukatoa kitu ambacho huna. Naomba nisikilize. Huwezi ukatoa kitu ambacho huna. Kwa maneno mengine maana yake nini? Ni kwamba kama una shilingi 5,000, sawa, na tiketi ya basi au ya ndege kwenda kule unakotaka ni shilingi 10,000. Huwezi ukatoa shilingi 10,000 kama wewe unayo ni 5,000. Kwa hiyo ninaposema hivi huwezi ukatoa kitu ambacho huna, maana yake ni nini? Kwa kadri unavyoulinda moyo wako, usiyumbishwe na matukio ya hapa duniani, ukaanza kujisimamia wewe mwenyewe. Unapoona yameingia mashaka, umekosa raha kwa sababu ya mtu fulani au ya jambo fulani, ujiulize, hivi hii hofu inatoka wapi? Kama wengine walifaulu, kwa nini mimi nishindwe? Kwani wao ni wakina nani? Wote tunapumua, sawa? Wote tunapumua hewa ile ile. Imewahi kwa nini wengine wafanikiwe? Nakwambia hivi, acha kufuata ndoto za watu wengine. Ndoto inayofanana ni moja tu kwa wanadamu wote, kila mmoja atakufa. Hiyo ndio ndoto ambayo inafanana. Sawa, ndoto inafanana. Kwa hiyo usitake kuigiza ndoto ya watu wengine. Sawa. Cha msingi cha kwanza ambacho unachotakiwa kufanya ni kuishi maisha ya furaha ndani ya yako. Kwa hiyo mambo yote ambayo yanasababisha unakosa amani ndani ya nafsi yako ni ya kupiga vita. Hapo ndipo utaweza kupata mwelekeo mzuri kwenye ndoto yako. Kinyume na hapo, unajidanganya. Na unaweza kufa kabla ya wakati wako. La mwisho, na kulizungumza hili. Watu wengi, kuna mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi, unapokuwa unafuata ndoto ya watu wengine, maana yake hapo inaitwa ni love or power. Yaani unapenda nguvu itokanayo na ile ndoto unayoiona ile mtu. Yule kutokana na amekuwa ni mwimbaji mzuri, ndio nguvu ya yeye kuwa maarufu. Sawa? Kama sababu ni mwimbaji mzuri ndio nguvu ya kuwa maarufu. Kwa sababu amesoma sana ndio maana amekuwa tajiri. Kwa hiyo hiyo ndio nguvu. Kusoma ni nguvu. Lakini kinachotakiwa kuwepo sio kupenda nguvu, bali ni kuwa na nguvu ya kupenda. Sawa? Ni kuwa na nguvu ya kupenda. Kwa hiyo ninachozungumza kuwa na nguvu ya kupenda ni kwamba iwapo umepanga kwamba mimi nataka nijifunze Kiingereza, kwa hiyo uwe na nguvu ya kufuatilia ujue Kiingereza. Sasa unapoanza kulaumu watu wengine, ile nguvu yako ya kufuata msimamo wako utaka kujifunza kujua Kiingereza inapungua. Kwa hiyo utashindwa kufikia malengo. Kwa hiyo ndoto yako itafia njiani. Na hata kama utapata kile unachotamani, hutafurahia. Wangapi wameoa, wameolewa, lakini wafurahi ndoa zao? Wangapi? Ni kweli amepata mtu sahihi, lakini ameshindwa kufurahia maisha yake. Anaishi kwa masikitiko. Anajuta, kwa nini nilikubali kuoa huyu mwanamke? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufuate ndoto yako na uanze kufurahia maisha yako bila kutegemea watu wengine wanafanya nini. Sijui serikali imefanya nini, sijui bosi wangu amefanya nini. Hiyo itakupeleka mahali pabaya. Ili uweze kutatua migogoro ambayo inakuja katika maisha yako inaozuia wewe usifike kwenye ndoto yako, angalia amani ya moyo wako. Ni kitu cha msingi sana. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Ni Dr. Nelson kutoka Mwanza. Bye bye.